Hapa ni mambo sita ama mapendekezo sita kutoka kwa rais wa TLS ndugu Boniface Mwabukusi. Ameandika kupitia X zamani Twitter. Ameandika mambo sita ambayo yeye anafikiri haya mambo yakifanyika basi mabadiliko yanaweza yakatokea kwa kile alichokiita kuliponya taifa. Ngoja nianze hapa. Ameandika mambo ya msingi ya mabadiliko katika kuliponya taifa. Jambo la kwanza, katiba mpya inayotokana na maoni ya wote. Tunahitaji katiba mpya iliyoandaliwa kwa uwazi na ushirikishwaji wa wananchi wote, si ya wanasiasa peke yao. Hii katiba lazima iwe mwongozo wa haki, usawa, uwajibikaji, ulinzi wa kiraia bila upendeleo. Jambo la pili, uhuru, usalama na haki ya kupata taarifa sahihi. Kila mwananchi anapaswa kuwa na hakikisho la uhai na usalama wake bila hofu ya kutekwa, kupotezwa au kushambuliwa. Aidha, kila tukio linalohusu uhai wa binadamu lazima litolewe taarifa kwa uwazi na mamlaka husika ili familia na taifa kwa ujumla lijue kilichotokea na kuchukua hatua stahiki. Jambo la tatu, mwafaka wa kitaifa wa maridhiano ya kihistoria. Ni lazima tufikie makubaliano ya kweli ya kitaifa yanayojumuisha vyama vyote vikuu vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia na sekta binafsi. Mwafaka utakaokomesha siasa za visasi na kuandaa njia mpya ya mshikamano wa taifa. 4. Mfumo mpya wa uajiri na uteuzi serikalini. Tunahitaji chombo huru cha kisheria kinachoratibu na kusimamia mchakato wa ushindani wa wazi katika kupata viongozi na watendaji wa taasisi kuu za umma. Uteuzi usitokane na upendeleo wa kisiasa bali uwezo, uadilifu na weledi. 5. Kuondoa mashauri ya kisiasa mahakamani. Mashauri yote ya jinai na madai yanayoibuliwa kwa sababu za kisiasa yanapaswa kuondolewa mahakamani ili kuepusha matumizi ya mahakama kama chombo cha kulipiza kisasi na kudhibiti wapinzani wa kisiasa. Jambo la 6 na la mwisho, kuanzishwa kwa tume jumuishi ya kitaifa. Tume ya kisheria na yenye uwakilishi mpana iundwe ili kuratibu hatua za kupatikana kwa mwafaka na maridhiano ya kitaifa kabla ya kuanza kwa mchakato wa katiba mpya na marekebisho ya sheria. Tume hii iwe na mamlaka, bajeti ya mpango kazi wa wazi unaojulikana kwa umma. Hii imeandikwa na Boniface Mwabukusi, ambapo hapo naona kuna picha ambazo zimewekwa hapo za watu ambao kimsingi inasemekana kwamba wamepotea, enforced disappearance. Na unaweka picha ya kina Soka, Free Daniel Chochorio, Free Amani Manengelo, Free Chaula, Free Dionizi. Naona pale chini pameandikwa wako wapi. Naona hizi ni baadhi ya comment zimeandikwa hapa. Moja kati ya wadau ameandika, hao ni watu gani? Mbona mnawatembeza kwenye mabango? Au ni wagonjwa? Misaada miminwe, sema Chadema mnahangaika sana. Familia zenu zinakula wapi? Mtu mwingine ameandika, hakuna aliye juu ya sheria, viongozi wa nchi washtakiwe kitokeo wamefanya makosa. Mtu mwingine ameandika, katika kuandaa msisahau pia namna ya polisi wanafanya kazi za sawa. Mtu mwingine ameandika, bila kusema uelekeo. Mtu mwingine ameandika, asiwepo mtu atakayekuwa na kinga, sisi wote wa Tanzania ni sawa. Mtu mwingine ameandika, amen. Mtu mwingine ameandika, na uwazi wa mikataba inayolihusu taifa kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mtu mwingine ameandika, kuingiza watu kwenye uchaguzi bila hayo unayoyasema ni porojo. Sasa hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia ujumbe wa rais wa TLS ndugu Boniface Mwabukusi akitoa nondo zake 6 ambazo yeye anaamini kwamba haya yakitokea basi kutakuwa na mabadiliko. Hii ni VOT Media, sisi tumechangamka. Nini maoni yako?